Kila mmoja chukua nafasi hii kuinamisha kichwa chako na mwambie Bwana akupe kuyafahamu yale tunapaswa kuyafahamu tunapoendelea kujifunza juu ya mfululizo wa matukio haya ya mwisho. Kila mmoja paza sauti yako mbele za Bwana. Katika jina la Yesu, Mungu mwema, zidi kutufundisha ili tupate kuyafahamu yale tunapaswa kuyafahamu kuhusiana na mambo yote yanayohusiana na matukio haya ya mwisho, ili tuwe na nafasi nzuri ya kujiweka tayari kupokea kutoka kwako. Tuna kiu, tuna shauku ya kuwa miongoni mwa hao watakaonyakuliwa. Tupe kila mmoja wetu kwa kujifunza yote haya kuchukia kubaki katikati ya hao watakaokuwa katika mateso ya dhiki kuu, lakini kutamani kuwa miongoni mwa hao watakaonyakuliwa katika kipindi cha kunyakuliwa kwa kanisa. Yatumie haya yanatufundisha kutupa kiu na shauku kubwa ya kuwa miongoni mwa hao watakaonyakuliwa, na zaidi sana kuwa miongoni mwa hao watakaopokea taji kutoka kwako katika jina la Yesu. Amen. Vizuri sana. Tunaendelea sasa na somo letu la 3, taji na harusi ya mwana kondoo. Kama kwaya walivyo imba na kutupa muhtasari wa somo letu, tafanya vyema kujikumbusha kwa muda mfupi kabla ya kuendelea kuhusiana na yale yatakayowapata wale watakaokuwa wamebaki katika dhiki kubwa hapa duniani baada ya kunyakuliwa kwa kanisa, kwa watu wale waliokolewa na kuishi katika utakatifu mpaka wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, ambako hakuko mbali. Yeye ajaye anakuja wala hatakawia tena, amesimama malangoni sawa sawa na maandiko. Sasa watakaokuwa wamesalia hapa duniani, wale wenye dhambi ambao hawakubali kuokolewa na wale ambao wameokolewa lakini walikuwa vuguvugu, wakawa duniani wako, wakawa kwa Yesu wako na wanachanganya tu mambo, hao nao watakutwa wakati kunyakuliwa kwa kanisa wakiwa mbali na utakatifu, na hivyo watakuwa hawako miongoni mwa hao watakaonyakuliwa. Sasa kwa hawa watakaokuwa wamesalia duniani, watakuwa na dhiki kubwa ambayo tuliangalia kwa mapana na marefu, lakini tutaangalia hapa kwa muhtasari. Kutakuwa na maumivu makali mchana na usiku kwa hao watakaokuwa wameachwa, na kutakuwa na mapigo 7 ambayo yataachiwa pamoja na mapigo mengine ambayo yatakuwa mazito juu ya wanadamu watakuwa wamekaa au wamebaki juu ya uso wa dunia. Katika Ufunuo Yohana sura 15 mstari wa 1 tunaeleza juu ya mapigo hayo 7 yatakayokuwa yameachiwa juu ya uso wa dunia, na sura ile ya 16 ya Ufunuo Yohana inaelezea mapigo hayo 7, na vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu vinatajwa kuachiwa kimoja baada ya kingine, na kila kitasa kinapomiminwa kinakuwa kinaachia pigo moja baada ya jingine. Mapigo 7 yanatajwa katika Biblia zetu katika sura hiyo ya Ufunuo Yohana 16 kama hivi ifuatavyo. Pigo la kwanza litakuwa jipu baya bovu. Mstari wa 2 sura 16 tunaona juu ya pigo hilo. Watu wanaokaa juu ya uso wa dunia wakati huo
watapigwa kwa majipu mabaya mabovu yanaonuka sana yenye harufu mbaya. Na kwa sababu hiyo watu watakuwa wanatokwa na usaha kila mahali. Hakuna cha mfalme, hakuna cha nani, kama majipu yalivyowajia watu nyakati zile za Misri. Kila mmoja aliyekuwa katika hao miongoni mwa Farao na watu wake walivyopigwa kwa majipu hayo, sasa kutakuwa na majipu mabaya ambayo hayajawahi kutokea tangu uso wa dunia kuwako. Sio majipu ya Ayubu, ni majipu zaidi hayo. Yatakuwa mabaya mabovu, watu watakuwa wanajikuna kwa namna ajabu, watu wakitoka usaha kwa majipu hayo ambayo yatakuwa na maumivu na mateso makali sana, hata watu wakilia na kumtukana Mungu kwa ajili ya maumivu hayo ya majipu. Hilo litakuwa ni pigo la kwanza kwa wanadamu. Pigo la pili linatajwa katika mstari wa 3 Ufunuo wa Yohana 16. Bahari yote itageuzwa kuwa damu. Maji ya bahari yote yatageuzwa kuwa damu. Bahari zote, iwe ni Pacific, iwe ni Atlantic, iwe ni Indian, bahari zote hizo zitageuzwa, maji yote ya bahari yatakuwa damu. Na viumbe vyote vilivyo hai katika bahari vitakufa. Na kwa sababu hiyo hakutakuwa na swala la kupata samaki, hakutakuwa na swala la chochote kile, kutakuwa na viumbe hai wote kufa. Kwa hiyo kutakuwa na uvundo wa kutisha sana utokao baharini ambao utaleta harufu mbaya sana juu ya wakazi wa ikao dunia, kwa sababu bahari ina viumbe vingi sana vyenye uhai. Itakapokuwa vimekufa namna hiyo kutokana na bahari kugeuzwa kwa damu, kutakuwa na uvundo wa kutisha na kutakuwa hamna mahali pa kukimbilia. Harufu itakayokuwa imetanda juu ya uso wa dunia itakuwa ni harufu mbaya kuliko harufu yote ambayo ungeweza kudhani, ambayo umewahi kukutana nayo katika maisha yako. Baada hapo, pigo la 3 litakuwa sasa mito na chemichemi za maji vyote hivi kuwa damu. Katika mstari wa 4 mpaka wa 7 tunaona juu ya pigo hilo. Na watu wote watalazimishwa kunywa damu. Ukifungua bomba itakuwa ni damu. Itakuwa hayatoki maji, sasa maji yote itakuwa ni damu. Kila mahali kwenye mito, kila mahali kwenye chemichemi za maji kutakuwa ni damu. Na watalazimishwa kunywa damu kwa sababu hawa wenye dhambi ndio waliweza kuwaua watakatifu wa Mungu. Walikuja kama manabii, wakawa hawakuwakubali, walimuua Stefano kwa mawe, walimkata Isaya kwa misumeno, waliwaua watakatifu wa Bwana wengi. Mitume mbalimbali waliuawa kwa upanga, watu kama kina Yakobo na wengineo. Na watalazimishwa kunywa damu sasa ili ipate kuwa kisasi kutokana na damu waliyomwaga, damu ya watakatifu, damu ya manabii wa Bwana. Na pigo la 4 katika mstari wa 8 mpaka wa 9, jua litakuwa lina maunguzo makuu kwa wanadamu. Jua litasogezwa juu ya uso wa dunia. Katikati ya jua, joto lililoko katikati ya jua ni nyuzi au centigrade za joto milioni 1. Na tofauti na joto ile ambayo tunachemshia maji yakichemka sana, joto linaweza kufikia degree 100 au nyuzi 100. Sasa katikati ya jua ni kuna degree milioni 1. Jua ile itasogezwa karibu sana na dunia, na watu wataunguzwa kwa maunguzo makuu sana ya jua, na watamtukana Mungu sana kwa pigo hilo. Pigo la 5, kutakuwa na giza litakalofunika dunia, na maumivu yataongezwa kwa kipekee sana usiku na mchana. Watu watalia katika maumivu, na kwa sababu ya maumivu makali watu watakuwa wanatafuna ndimi zao zitakuwa zinatoa damu kutokana na maumivu makali. Watu watakuwa wanatafuna ndimi. Ndio maana nasema, Biblia inasema itakuwa ni kilio na kusaga meno. Sio tu meno watasagwa, lakini watu watakuwa wanatafuna ndimi zao. Na katika maumivu hayo hatimaye, pigo la 6, mto Frati utakauka. Mto ambao utakuwa umebaki tegemeo baada ya kuwa mito ya maji yote imebadilishwa kwa damu, utakuwa ni mto Frati pekee. Lakini sasa mto Frati nao utakaushwa na kutoa njia maalum ya wafalme watakaokwenda kupigana, ambao tutaweza kuwaona katika somo lijalo tutakapokuwa tunaangalia yale yanayohusu vita vinavyoitwa vita vya Armageddon. Na pigo la 7 ambalo tunaliona katika mto Frati ukauka, mstari wa 12 mpaka 16. Sasa mstari wa 16 mpaka 19 tunaona pigo la 7.
umeme, sauti na radi kali. Itaambatana na tetemeko kubwa la nchi ambalo kutakuwa hakuna tetemeko la namna hiyo tangu dunia ipate kuwako, na majengo yataanguka, yatawangukia watu watauawa kwa tetemeko hilo. Kutakuwa na watu wengi watakaokuwa wanakufa kwa mamilioni, na watu wataangukiwa na mawe makubwa ya mvua ya mawe itakuwa na mawe makubwa. Biblia inasema katika mistari hiyo, mawe hayo yatakuwa na uzito wa talanta. Uzito wa talanta ni sawasawa na paundi 114, ambazo ni karibu sawasawa zinakaribia kilo 52. Mawe hayo mvua ya mawe namna hiyo haijawahi kutokea tangu dunia ipate kuwako. Mawe yatakayokuwa yanaanguka, mawe hayo ya mvua, uzito wake utakuwa nakaribia kilo 52 jiwe moja. Hayo mawe sio tu radi, itakuwa ni umeme unaanguka juu ya wanadamu, lakini mawe hayo yatakuwa yanaanguka na kuwashindilia watu. Kilo 52 moja baada ya jingine linaanguka. Watu walimpiga mawe Stefano, mawe hayo yalikuwa madogo. Sasa haya yatakuwa ni mawe kilo 52, na haya yatakuwa yanaanguka juu ya watu. Watu watashindiliwa na mawe haya kwa namna ya kipekee, na watu wengi wataanguka, watakufa kwa vifo vya kutisha sana. Sehemu kubwa ya watu wanaokaa duniani watakufa kutokana na maumivu na mateso makali yatakayokuwepo katika kipindi hicho cha dhiki kubwa. Na Biblia inasema hakutakuwa na mtu wa kumlilia mtu mwingine, na jinsi ambavyo watu watakavyokuwa nakufa, kila mtu ana mateso yake, nani amlilie mwenzake, hakuna wa kumzika mwingine. Mtu anakufa, maiti yake tu inawanukia, watu hapa wana shughuli nayo, kila mmoja anaangalia lwake, hakuna wakati wa kumzika mwenzio, kwa sababu hujui na wewe yatakayokufuata. Kila mmoja na kilio chake, kila mmoja anajihangaikia mwenyewe. Biblia inasema katika Yeremia 25 mstari wa 33, Yeremia 25 mstari wa 33, Yeremia 25 mstari wa 33, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Watakuwa ni maviti juu ya uso wa nchi, kwa jinsi watakavyokuwa ni wengi wamekufa kutokana na dhiki kubwa, na hakuna yeyote kushughulika nao. Mauti itakimbia, mtu hataweza kujiua mwenyewe. Hata ukichukua kisu kijaribu kujichoma kitapinda, ni mpaka mtu auawe tu kutokana na maumivu na mateso yatakayoachiliwa hapo. Na wafalme ambao wanatamba leo, mawaziri wanaotamba leo, hawataka kusikia habari zozote za Yesu. Watu ambao wana vyeo, watu ambao wanasema ni matajiri leo, hawataka kusikia habari zozote za wokovu, wanapuuza na kusema watu waliokolewa wamechanganyikiwa. Watu wa kila namna wanaojidai leo, wanaokaa katika kiburi na jeuri, watakuwa wamebaki wakati wa dhiki kubwa. Na hawa kutokana na maumivu na mateso yatakayowakuta, saizi wamezoea raha, watakapokuwa wamepata mateso na mazito namna hiyo, wataenda kujificha chini ya mapango na kuiambia milima iwaangukie, iwasitiri, afadhali wamalize, wafe, wafunikwe katika pango. Lakini mapango hayo yatawatapika, mapango hayo yatawatema, hakutakuwa na mtu ambaye atakufa kwa namna hiyo. Biblia inasema katika Ufunuo Yohana sura 6 mstari wa 15 mpaka 17. Ufunuo Yohana sura 6 mstari wa 15 mpaka 17. Ufunuo Yohana sura 6 mstari wa 15 mpaka 17. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, siangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Watakuwa wanaiambia milima, siangukieni, milima itaangukia. Wakijificha kwenye pango, mapango hayo yatawatema. Itakuwa ni kilio na kusaga meno kwa miaka 7. Na watakuwepo wachungaji ambao leo wanapinga kuna kuokoka duniani, ambao wanawaeleza watu
kwamba msichukulie na mambo ya wokovu, haya ni mambo ya manabii wa uongo. Wachungaji ambao wanawaambia watu wasikae katika maisha ya utakatifu na wadanganya watu, hawa nao watakuwa wamebaki kwa wingi wao, na wao nao watakuwa katika mateso mazito. Na kama watu watakapokuwa wanashughulikiwa, makuhani nao watakuwa wanashughulikiwa. Leo watu waliovaa wale watu ambao ni wanatamba na kuonekana na watumishi wa Mungu wamevaa makola ya kutisha, utashangaa jinsi ambavyo utawaona kwa wingi wao wakati wa dhiki kubwa, na watashughulikiwa vivyo hivyo kama anavyoshughulikiwa mtu wa yote. Na Biblia inasema katika Isaya sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 6, kama kuhani atakavyoshughulikiwa ndivyo mtu wa kawaida atakavyoshughulikiwa. Katika Isaya 24 hapo mstari ule wa pili, Biblia inasema, na itakuwa kama ilivyo hali ya watu ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani, kama ilivyo hali ya mtumwa ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake, kama ilivyo hali ya mjakazi ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kila mtu anashughulikiwa, hakuna cha tajiri, hakuna mwenye cheo, hakuna kuhani, hakuna nani, wote wanashughulikiwa. Wote wenye dhambi wamebaki katika ghadhabu ya Mungu ambayo itakuwa imewekwa akiba kwa ajili ya hao ambao hawakutaka kukubali kweli na kuokolewa. Sasa katika mazingira ya watu hawa, sasa katika mazingira ya dhiki hiyo, wana wa Israeli kama tulivyoona wanaitwa wateule. Hawa ndio wanaoelezwa kwamba mtakaposikia Kristo yuko huko msiende, mtakaposikia Kristo yuko jangwani msiende. Maandiko hayo katika Mathayo hususan yanawaonya Waisraeli kujihadhari na mpinga Kristo, kwa sababu wao wakiweza kujihadhari na mpinga Kristo wasifuate maagizo yake na kuyatii, na wakawa tayari kwa lolote lile ili mradi wasiyatii maagizo ya mpinga Kristo, alafu wakawa wamenusurika katika kumsujudia, hawa sasa wataitwa watakatifu watakaotoka katika dhiki kubwa. Hawa nao wataungana na watakatifu watakaokuwa wamenyakuliwa kwenda mawinguni watakaporudi tena na Yesu Kristo kutawala duniani kwa miaka 1000 pale atakapokuwa amekuja mara ya pili. Tutaweza kuona juu ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani na vita vya Armageddon katika somo linalofuata. Lakini sasa tuchukue nafasi hii kwanza kwenda juu. Sasa tumekuwepo duniani, tumejua haya yatakayotokea katika miaka 7 ya dhiki kubwa. Sasa twende pamoja na hawa watakaokuwa wamenyakuliwa kwenda huko juu. Je, watakapokuwa wamenyakuliwa kwenda huko juu, sasa kunatokea nini baada ya hawa kunyakuliwa? Sasa ndio moyo wa somo letu, taji na harusi ya mwanakondoo. Tutajifunza somo letu sasa kwa kuligawa katika vipengele 6. Kwanza, kuondoka kwa shangwe kwa watakatifu. Pili, kitu cha thawabu au taji. 3, kujaribiwa kwa kazi ya kila mtu. 4, aina za taji zitakazotolewa kwa watakatifu. 5, harusi ya mwanakondoo. 6, jinsi ya kujiweka tayari kuyashiriki haya yote. Kwanza, kuondoka kwa shangwe kwa watakatifu. Biblia inasema mtu mmoja anapokuwa ameokolewa, ametubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha, mara anapotubu malaika wanashangilia kwa shangwe kubwa sana kule juu mbinguni. Unakuwa na furaha kubwa, malaika wakishangilia. Tunaona hayo katika Luka sura ile ya 15 mstari ule wa 7 na mstari ule wa 10. Unakuwa na furaha ya ajabu kwa malaika wanapomwona mtu mmoja anatubu. Sasa kutakuwa na zaidi ya hapo, kwa hawa watakaokuwa wameshinda mpaka mwisho, wamenyakuliwa. Kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni, watakuwa wanashangiliwa kwa namna ya ajabu sana sana na malaika ambao watakuwa wameambatana na malaika mkuu ambaye atakuwa yeye ndiye ambaye alipuliza ile parapanda kuashiria tukio hilo kutokea. Na parapanda hiyo watakuwa wameisikia watakatifu peke yao, na watakuwa wamekwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni kwa jinsi walivyotwaliwa
kama kwa kuvutwa kwa sumaku. Sasa baada ya kunyakuliwa, mamilioni kwa mamilioni ya watu hao, watu wa kila kabila, watu wa kila rangi, watakuwa kule juu mawinguni, mahali ambapo mtu wa hapa duniani hawezi kuwaona, kule juu mawinguni. Sasa kabla ya kuendelea kwenda juu, kabla ya kuendelea kupaa kwenda juu, wakiwa wamemlaki tu Bwana Yesu, sasa wote tulionyakuliwa tutafundishwa nyimbo ambazo tutaziimba kwa pamoja tutakapokuwa tunazidi kupaa kwenda mawinguni, mahali ambapo tutakwenda kufanyiwa karamu au harusi. Sasa tutajifunza nyimbo mbili. Wimbo mmoja unaitwa wimbo wa Musa na wimbo mwingine unaitwa wimbo wa mwana kondoo. Ufunuo Yohana sura ya 15 mstari wa 3 mpaka wa 4. Ufunuo Yohana sura ya 15, Ufunuo Yohana sura ya 15 mstari ule wa 3 mpaka wa 4. Nao waoimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha, Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu, kwa maana mataifa yote yatakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo. Tutajifunza wimbo wa Musa. Wimbo wa Musa, Mungu alimfundisha wimbo Musa ambao alimtaka Musa aweze kuwafundisha wana wa Israeli pale ambapo hasira ya Mungu itakapoachiliwa juu ya wana wa Israeli waliokuwa katika uasi, ili katika uasi huo wapate kujikumbusha kwa wimbo huo yale ambayo Mungu aliyasema. Labda tuangalie sasa Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 17. Katika karatasi yako inatajwa mpaka mstari wa 19. Itakuwa vizuri kuangalia mpaka mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 17 mpaka mstari wa 22. Ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawapisha uso wangu, na wataliwa tena watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu? Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo, kwa maovu yote waliyoyafanya kwa kugeukia hiyo miungu mingine. Basi sasa jiandikieni wimbo huu, uwafundishe wana wa Israeli, kawatie vinywani mwao, ili uwe shahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli. Kwa kuwa nitakapokwisha kuwatia katika nchi niliyowapia baba zao, iminikayo maziwa na asali, na watakapokwisha kula na kushiba na kuanda, ndipo watakapogeukia hiyo miungu mingine na kuitumikia na kunidharau mimi na kulivunja agano langu. Tena itakuwa wakisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, utashuhudia wimbo huu mbele yao kama shahidi, kwa maana hautasauliwa katika vinywa vya uzao wao, kwani nayajua mawazo yao wayawazayo hata sasa, kabla sijawatia katika nchi niliyoapa. Basi Musa akauandika wimbo huu siku hiyo, akawafundisha wana wa Israeli. Akamwagiza Yoshua mwana wa Nuni, akamwambia uwe hodari. Huo ni mstari wa 23. Na moyo mkuu, kwa kuwa tutapeleka wana wa Israeli katika nchi niliyowapia, nami nitakuwa pamoja nao. Kabla ya kuingia katika nchi ambayo Bwana aliwapia, kabla ya kuingia katika nchi ya Kanani, walifundishwa wimbo ili wapate kukumbuka wimbo huo walipokuwa wanaingia. Lakini wengi waliokuwa wamekaa katika uovu waliangamizwa jangwani na walilia, Bwana hakuwasikia. Wengi waliangamizwa jangwani waliokuwa katika uasi, kama wana wa Kora na wengineo. Sasa kwa msingi huo tutafundishwa wimbo wa Musa. Wimbo huo wa Musa alipokuwa anawafundisha kabla kidogo ya kuingia Kanani,
ilikuwa tu ni mfano wa yale yatakayotokea wakati huu. Watu wanabaki juu ya uso wa dunia katika dhiki na maumivu, wanalia, maana hawa watakaobaki watakuwa wanamlilia Mungu, lakini Mungu hatawasikiliza. Watu watamwomba Mungu kwamba maumivu hayo yakome, lakini Mungu hatawasikiliza kwa namna yoyote. Huruma ya Mungu itakuwa imekoma. Isaya 26 mstari wa 16 mpaka 18. Isaya 26 mstari wa 16 mpaka 18, Biblia inasema, Bwana, katika tabu zao walikwenda kwako, waliomba maombi mengi wakati adhabu yako ilipokuwa juu yao. Kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa, alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako, ee Bwana. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Hatukufanya wokovu wote duniani, wala hawakuanguka wakao duniani. Sasa watu hao wataomba maombi mengi, wataomba maombi mengi, lakini pamoja na uchungu wao Mungu hatawasikiliza. Huruma ya Bwana itakuwa imekoma kabisa kwa sababu ya uasi na uovu wao, kwa sababu ya dhambi zao wamepatilizwa. Sasa wakati hawa watakapokuwa wanapatilizwa, kwa mfano wale wana wa Israeli walipopatilizwa jangwani, sisi tutakuwa tunafundishwa wimbo wa Musa aliowafundisha wana wa Israeli kabla kuingia Kanani, na baada ya kujifunza wimbo huo tutakuwa tunajiweka tayari kuingia mbinguni, maana mbinguni ndiyo Kanani halisi. Kanani ya wana wa Israeli ilikuwa mfano tu wa Kanani halisi ambayo tutakwenda kustarehe kwayo milele na milele. Bwana ampe kila mmoja wetu kwa miongoni mwa hao watakaojifunza wimbo wa Musa. Na tutajifunza pia wimbo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa mwimbaji, na tunaposoma katika Marko sura ile ya 14 mstari wa 26 mpaka 27, tutaona Yesu jinsi alivyoimba pamoja na wanafunzi wake. Sasa katika Wakolosai sura ile ya 2 mstari wa 14 mpaka 15, tunaona neno kwamba alishangilia pale msalabani alipokuwa anazigongomea kazi za ibilisi pale msalabani. Maneno hayo kushangilia, kimsingi katika lugha ya asili yanazungumzia kushangilia kulikoambatana na wimbo. Yesu alipokuwa anazigongomea kazi za shetani pale msalabani, kumbe katika kushangilia kwake alishangilia pamoja na wimbo. Wimbo unaonyesha ushindi dhidi ya ibilisi na majeshi yake. Wimbo unaonyesha kwamba kazi zote za ibilisi zimekwenda kuharibiwa, zimekwisha. Pale aliposema imekwisha, alishangilia vile vile, akashangilia kwa wimbo. Na wimbo alioimba Yesu pale aliposema imekwisha pale msalabani, akashangilia pale alipozigongomea kazi za shetani pale msalabani, tutafundishwa wimbo wa Yesu na ambao ndio unaitwa wimbo wa mwana kondoo. Tutafundishwa hapo, na ni wimbo wa ajabu sana. Ni wimbo ambao kimsingi utakuwa unatuonyesha jinsi ambavyo tumekuwa katika ushindani wa kila namna wa shetani na upinzani juu ya wokovu wetu tuliopokea, na hatimaye tumekuwa miongoni mwa washindao, na sasa tumekwenda pamoja naye kule juu, tumekwenda kumlaki mawinguni. Tumemshinda shetani na kazi zake kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo tutaimba sasa wimbo wa Musa na wimbo huo wa Yesu, wimbo wa mwana kondoo, na kutakuwa tunaimba pamoja na malaika kwa shangwe za ajabu. Tutaimba wimbo huo na kila namna ya vyombo vya muziki vya mbinguni katika utukufu wa namna ya ajabu sana. Katika nyimbo hizo tutakuwa tunapaa zaidi, tukiimba tukipaa kwenda juu zaidi, mahali palipoandaliwa rasmi kwa ajili ya sisi kukaa kwa miaka 7. Haleluya! Utakuwa miongoni mwa hao? Utakuwa miongoni mwa hao? Bwana atupe neema kuwa miongoni mwa hao katika jina la Yesu. Na sauti za shangwe, sauti za nyimbo za namna, tutakapokuwa tunaimba namna hiyo, utasahau yale yote yaliyokupata katika wokovu wako hapa duniani. Kama umekuwa unapigwa na mume wako, vumilia, jipe moyo, jipe moyo, tuko karibu kushinda.
tupo karibu kufikia mwisho. Kama umetengwa na wazazi wako kwa ajili ya wokovu, jipe moyo. Kama yanakupata mazito na magumu kwa ajili ya wokovu uliopata, umeacha kazi zile ambazo zilikuwa zinakuingizia pesa, umeacha ukahaba, na kwa sababu ya familia yako iko katika mateso mazito, kwa sababu umeishikilia imani, huwezi kufanya ukahaba tena kama mwanzo, jipe moyo. Itatufaidia nini tukiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi zetu? Na wakati tutakapokuwa tunaimba na kushangilia na kwenda mawinguni pale tulipoandaliwa, itakuwa ni wakati wa ajabu, wakati wa furaha kubwa. Uliwahi kusikia mfalme uliwahi kusikia rais anatembelea katika nchi yetu halafu inaandaliwa dhifa ya kitaifa? Huo ni mfano mdogo sana wa ile dhifa tutakayokuwa tumeandaliwa na Yesu Kristo kule mawinguni, ambayo hiyo ndio inaitwa harusi ya mwanakondoo, ambayo tutaangalia mbele kidogo hapa. Sasa tukiwa katika sehemu hiyo iliyoandaliwa, tutafika mahali ambapo kabla ya karamu yenyewe, Yesu Kristo atakalia kiti kinachoitwa bema Kiyunani. Lakini kabla ya kukiangalia hicho, tuende katika kipengele cha pili na kujifunza mambo kadhaa. Kiti cha thawabu au taji. Biblia inataja mara kwa mara kwamba kutenda kazi kwetu baada ya kuokolewa kutazawadiwa, tutapewa taji au thawabu. Rutu sura ya 2 mstari wa 12, Zaburi ya 58 mstari wa 11, Mithali 13:13, Mithali 23:18. Maandiko mengi yanazungumzia habari hizi, hatuna muda wa kuangalia yote. Mithali 23:18, Mithali 24 mstari wa 20, Isaya 40 mstari wa 10, Isaya 49 mstari wa 3 mpaka wa 4, Yeremia 31:16, Mathayo 5:12, Mathayo 10:41, Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 8, Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 25, Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 8, Waebrania 10:35, waraka wa pili Yohana 1 mstari wa 8. Maandiko yanasema, jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze yale mlioyatenda, kwa sababu tunapaswa kupokea thawabu iliyo timilifu. Labda tuangalie kutokana na muda wetu mfupi, tuangalie Rutu sura ile ya 2. Rutu sura ya 2. Rutu sura ile ya 2. Rutu sura ile ya 2 mstari ule wa 12. Bwana na akujazi kwa kazi yako, na upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Bwana na akujaze kwa kazi yako, akulipe. Tutapata malipo kwa kila kazi ya Mungu tunayoifanya. Kazi za Mungu tunazifanya hapa hazina malipo hapa duniani. Tunaweza kufanya kazi ya Mungu hapa ikaonekana hatuna chochote tunachokipata, lakini kwa hakika kila avunaye, kila afanyaye kazi ya Bwana atapata mshahara, na mshahara huo ndio unaitwa thawabu au taji. Yohana sura ile ya 4 mstari wa 35 mpaka 36, Biblia inasema, hapisemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaje mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara, na kukusanya matunda kwa uzima milele. Avunaye hupokea mshahara. Au yote ambaye anatenda kazi ya Mungu kwa ukamilifu, kwa uaminifu, atapokea mshahara, atapokea thawabu, atapokea taji. Na kwa namna ile ambayo tunafanya kazi za dunia hii na kupokea mishahara mbalimbali ya mwisho wa mwezi na kadhalika, kuna mshahara mkubwa kuliko mishahara hiyo tunayopata kwa mwezi, ambayo hiyo itatupa maisha ya ajabu ya tofauti milele na milele. Na Bwana ampe kila mmoja wetu kuzingatia hilo, ili tumtumikie Bwana bila kuvutwa na mambo mengine, ili tujipatie mshahara ambao utakidhi mahitaji yetu ya milele na milele. Mishahara yetu ya dunia hii haikidhi mahitaji yetu. Kila mshahara tunaopewa, hata tukipandishwa cheo, bado unatuacha katika uhitaji. Lakini mshahara tukaopewa na Yesu kule mawinguni, utakidhi yote
na zaidi ya kukidhi yote yaliyo katika mioyo yetu. Utatupa kufurahi milele na milele. Huzuni na maombolezo vitaondoka mbali, vitakuwa mbali nasi kabisa. Tutafurahi na kusema heri tulifanya kazi ya Bwana duniani. Ndio maana ni vema kujua kwamba baada ya kuokolewa tumeokolewa ili tumtumikie Bwana. Wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri waliambiwa makusudi ya kuwatoa ilikuwa kwenda kumtumikia Bwana. Kutoka 8 mstari wa kwanza, kutoka 8 mstari wa 20, kutoka 9 mstari wa kwanza na wa 13, kutoka 10 mstari wa 24 mpaka 26, kutoka 12:31. Maandiko yote hayo yanaelezea jinsi wana wa Israeli walitolewa katika nchi ya Misri makusudi ili waende wamtumikie Bwana. Na sisi tumeokolewa, tumetolewa katika utumwa wa dhambi ili tumtumikie Mungu. Kila utumishi wetu hauna budi kufanywa kwa hiari na kwa kujituma, tukijua kwa kila kazi tunayoifanya tutapata thawabu. Matendo yetu yanafuatana nasi na tutapokea mshahara ambao utakuwa utaleta tofauti kwetu milele na milele. Sasa hilo linatuleta kutafakari kipengele cha 3 cha somo letu, kujaribiwa kwa kazi ya kila mtu. Sasa katika maandalizi ya kila mmoja kupokea thawabu, kupokea mshahara kutokana na kazi aliyoifanya hapa duniani, Yesu Kristo atakalia kiti kinachoitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 10. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara maana yake malipo, ili kila mtu apokee malipo ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Sasa hapa unaona, kutokana na yale tuliyofanya mema, bado tunatajwa kwamba tutadhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Sisi tuliyotenda mema sasa tunahukumiwa katika nini? Kiti cha hukumu cha Kristo kinachotajwa hapa Kiyunani ni bema, ambacho neno hilo bema lina maana hasa kiti cha zawadi au thawabu. Kiti cha zawadi au thawabu. Na wale tumeweza kusema Yesu Kristo atakuwa amekalia kiti cha thawabu au taji, au kiti cha mahali ambacho atakalia ili kutupa mishahara yetu. Sio kwamba tutakwenda sasa kuhukumiwa kwamba tunaweza kwenda motoni tena, hapana. Sasa baada ya yeye kukalia kiti hicho kinachoitwa bema, sasa kazi ya kila mtu itajaribiwa. Kipengele cha 3 sasa, kujaribiwa kwa kazi ya kila mtu. Tunaendelea hapo. Wakorintho kwanza sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 15. Wakorintho kwanza 3 mstari wa 13 mstari wa 13 mpaka 15. Itakuwa vyema tukisoma mstari ule wa 10 mpaka 15 na sio mstari wa 13 mpaka 15 kama ilivyoandikwa kwenye karatasi zetu. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, na niweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalia jinsi anapojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi wa dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Pamoja na kuokolewa kwetu, bado Mungu anatutarajia tuweze kuitenda kazi ya Bwana, tufanye kila jinsi kuweza kuwaleta watu wengine kumjua Yesu Kristo. Na
kazi yote tunayofanya ya Mungu katika kuwaleta watu kumjua Yesu kama sisi wenyewe tulivyookolewa itapata mshahara kama tulivyotangulia kufahamu. Na mshahara huu utatufanya tuwe na madaraja kule mbinguni. Hatutakuwa sawa kule mbinguni, lakini tutakuwa na madaraja. Kutakuwa na madaraja ya juu na madaraja ya chini. Wale waliofanya kazi ya Mungu kwa viwango vya juu zaidi bila ulegevu, wakatumia kila muda aliopewa kutenda kazi ya Bwana kwa uaminifu, bila ulegevu, bila ugoigoi, hao sasa watakuwa katika daraja la juu sana kule mbinguni. Na maisha yao yatakuwa kipekee. Hata ukiona kule mbinguni utajua kabisa mtu huyu, kutokana na kung'ara kwake, kutokana na jinsi alivyo, alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alitenda kazi ya Bwana kipekee, akiwaleta watu wengi kumjua Yesu. Sasa ndio maana Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 13, kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja nzuri. Utendaji wa kazi ya Mungu unazungumziwa kwamba ukitenda kazi ya Bwana kwa uzuri unajipatia daraja nzuri. Shemasi anazungumzia hasa watu wanaotenda kazi ya Bwana. Kila mmoja wetu anakuwa ni shemasi kwa namna moja ama nyingine akiitenda kazi ya Bwana. Na tukitenda kazi ya Bwana kwa uaminifu tutajipatia daraja nzuri kule mbinguni kutokana na thawabu au taji zile tutakazokuwa tumezipata. Sasa kila mmoja anapokuwa anatenda kazi ya Bwana kwa namna yote ama nyingine, kwa namna moja ama nyingine, akiwaleta watu kwa Yesu, awe na shuhudia, awe anawafuatilia watoto wachanga kiroho, awe anawapa watu tracts, awe za injili, awe anawafundisha kwa njia ya radio, kwa njia ya television, awe anafanya huduma yote ile akiomba kwamba watu waokolewe, anafanya kazi ya namna mbalimbali kama mtenda kazi akileta watu kwa Yesu. Sasa kila anayetenda kazi namna hiyo anakuwa anajenga juu ya msingi uliokwisha kuwekwa. Paulo mtume aliyefunuliwa kwa namna ya ajabu juu ya mambo haya anasema msingi umekwisha kuwekwa na kila mmoja anajenga. Sasa tunaweza tukawa tunajenga, kila mmoja anajenga kutokana na material au vifaa anavyovitumia kujenga, vinategemea na bidii anayotumia kutenda kazi ya Bwana. Kama mtu anafanya kazi ya Bwana kwa bidii, si kwa ulegevu, kwa kujituma na kuleta watu wengi kwa Yesu, anajengwa kwa vifaa vya thamani. Na kama mtu ni goigoi, tu anatenda kazi kwa ulegevu, anatenda kazi, anajenga kwa vifaa vilivyo duni, vinavyofananishwa na majani, miti na manyasi. Na wale wanaojenga kwa vifaa vya thamani wanafananishwa na wanaojenga kwa dhahabu, fedha au madini ya thamani. Sasa mtu mmoja atasimama mbele za kiti cha bema, ataita mmoja, halafu kila kazi ya kila mtu ambaye imerekodiwa sasa hivi itawekwa, mtu mmoja ataitwa, halafu kazi yake itapitishwa katika moto, na moto maalum ambao umeandaliwa hapo. Utaijaribu kazi ya kila mtu. Kazi ya kila mtu itachukuliwa, na kila kazi iliyofanywa na rekodiwa inawekwa na tayari utaikuta huko, na itachukuliwa, itapitishwa kwenye moto. Na kama mtu amekuwa anafanya kazi kwa bidii, kwa kujituma, na ameleta watu wengi kumjua Kristo, sasa kazi yake itakuwa itakapopitishwa kwenye moto itang'ara zaidi. Dhahabu, fedha, madini ya thamani yanapopitishwa kwenye moto yanang'arishwa zaidi kwa moto. Lakini kama mtu amefanya kazi igoi na hakuna chochote kinachoonekana, sasa mtu namna hiyo kazi yake inapopitishwa katika moto ule itateketea, kwa mfano wa majani, miti na manyasi. Ndio maana hatuna budi kujipima kwamba tunafanya kazi namna gani. Kama tunajitoa kwa nguvu zetu zote kumtumikia Bwana, na ndivyo tupasavyo wakati wa mwisho, tunajenga kwa material au vifaa vya thamani. Na mmoja tutamwangalia sasa hivi atuelewe vizuri nani ni nani. Bwana mwamuzi wa haki, kila mmoja ataita fulani, ndio Bwana, kazi yake itapitishwa kwenye moto. Na kama ni ya ugoigoi, kila mtu atakuwa anaangalia, na malaika wanaangalia. Kama ni ya ugoigoi, basi labda ni manyasi, labda ni majani, labda ni miti.
itapitishwa kwenye moto, utaona inaungua mara moja, inateketea, hakuna chochote kilichosalia. Mtu anamea ataingia mbinguni lakini bila taji, bila thawabu, na atakuwa kama yule mhalifu msalabani. Daraja yake itakuwa ya chini sana. Sitaki kuingia mbinguni kwa daraja ya chini, na tuingie mbinguni kwa daraja ya juu. Kama tunatenda kazi kwa uaminifu, sasa kazi yako itakapopitishwa kwenye moto, utaona inang'aa zaidi, na malaika watashangilia, kila mmoja atashangilia, kila mmoja ataangalia nani huyo. Itajulikana yule alikuwa ni mtumishi wa Bwana, alikuwa ni mtu ambaye alitenda kazi ya Bwana kwa bidii, na itakuwa malaika wanashangilia, wanamshangilia mmoja mmoja, wengine watakuwa wanahuzunika, hakuna la kushangilia. Mtu anatoka kwa aibu yake, kazi yake imepita kwenye moto, imeungua yote, imeteketea, hakuna kitu, anakaa pembeni anasema basi haidhuru niko mbinguni. Lakini hajapata kung'aa kama hao wengine waliong'aa. Sasa kwa haraka twende tuone juu ya taji hizo. Kipengele cha 4 sasa, aina za taji zitakazotolewa kwa watakatifu. Taji ya kwanza inaitwa taji isiyoharibika, incorruptible crown. Wakorintho wa kwanza 9:23 mpaka 25, Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 6 tunaona juu ya taji hiyo. Taji hii watapewa watu wale ambao wameshiriki injili pamoja na wengine, tendo lolote la kujizia, kufanya yote katika maombi, katika utoaji, kutumia muda, ujuzi, vipawa, vyeo, uwezo wote tulionao, kufanya watu wengine nao wafikiwe na injili. Sasa hilo litatufanya kuwa na taji isiyoharibika. Taji ya pili inaitwa taji ya kujionea fahari, crown of rejoicing. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19, Danieli 12 mstari wa 3. Taji inaitwa taji ya kujionea fahari kwa sababu watakaoipata taji hii watang'ara kama nyota milele na milele. Waongozao wengi kutenda haki watang'ara kama nyota milele na milele. Watu walioleta watu wengi kwa Yesu watapata taji ya kujionea fahari, na kila mtu atakayepata taji hii watu watakuwa wanamng'ang'ania, wanamkimbilia. Wale wote walioleta kwa Yesu wataenda kukushangilia na kukumbatia na mabega kila mahali na kusema, kama si wewe nisingekuja mahali hapa. Ukimwona mtu ambaye amewaleta watu atakayepewa taji ya kujionea fahari, utaona anakimbiliwa na watu wengi sana alioleta kwa Yesu, wakimpongeza na malaika wakishangilia sana. Na washuhudiaji wa mtu kwa mtu, watu mbalimbali waliozaa watoto wengi kwa njia ya injili kwa namna nyingi mbalimbali, watakuwa na ng'aa kama nyota na meo kwa taji ya kujionea fahari. Taji ya uzima, crown of life, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10, watapewa watu ambao wamekumbana na mauti na mateso ya kila namna, lakini wamekuwa waaminifu mpaka kufa. Hawa watapata taji ya uzima. Ukiwa na mateso hayo, vumilia. Ikiwa Bwana ameachia hayo, vumilia, kaa katika imani. Taji kubwa inakusubiri katika jina la Yesu. Na taji ya haki, crown of righteousness, Timotheo wa 2:4 mstari wa 6 mpaka wa 8, watapewa wale wote ambao wamekaa katika utakatifu mpaka mwisho, wakati wote wakiwa wanangojea Yesu aje. Wakati wote, hakuna namna yote ya kurudi nyuma, wako tayari katika utakatifu wakati wote. Na pia wale wote waliwatendea mema maadui zao, Luka 6:34 mpaka 36, na Timotheo wa 2:4-6 mpaka 8. Na taji ya 5, taji ya utukufu ile isiyokauka, crown of glory, watapewa wachungaji na wale wote ambao wamekuwa na wachunga watu, wanaangalia roho za watu na wakakisha wanakaa katika imani. Waraka wa kwanza Petro 5:2 mpaka 4 tunaona hayo. Wale wote wanawapatia watoto wachanga wa kiroho kwa kujikana watapata taji hiyo pia. Kipengele cha 5 sasa, harusi ya mwanakondoo. Watu wote waliwasaidia manabii na wachungaji katika kutenda kazi zao watapata taji hiyo pia. Harusi ya mwanakondoo, Wakorintho wa 2:11 mpaka mstari wa 2, tunaitwa bikira safi wa Kristo. Yohana 3:29, Yesu anaitwa bwana harusi. Na Ufunuo 19:7-9, sasa atatufanyia harusi, atatufanyia karamu kubwa. Utakuwa na vyakula, vinywaji vya namna ya ajabu sana hapo, kila mmoja atashangilia, na tutakuwa katika karamu na kuburudika na furaha kwa miaka 7 tukila na kunywa mbele za Bwana.